alafu tuanze. Asante Mungu, uhimidiwe tena upewe sifa. Naomba ukatufundisha kwa wakati, ukatuelimishe, ukatufundisha ndio yanayokusudia. Jina lako lihimidiwe na kutukuzwa. Msalaba wako uhimidiwe juu na utukufu ndani kuja kwa Kristo. Katika Yesu tunaomba. Amen. Nataka tuangalie jambo kidogo kuhusiana na kazi ya uvuvi. Ama topic yetu sasa hivi, the work of fishing. Nikielezea kwa vile nilikuwa nimefundisha kwamba si tumaini la ufalme wa mbinguni ama ile tamaa ya kuwa katika ufalme wa mbinguni iliyofanya wanafunzi wamfuate Yesu. Ama vile vile haikuwa ni vile walikuwa wanaogopa kifo cha milele kilichowavutia wanafunzi waje kwa Yesu. Bali ni upendo mkubwa ambao waliona kwa Yesu tangu siku alipozaliwa katika hori la ng'ombe mpaka ile siku ambayo alitundikwa msalabani. Ningependa tuangalie hii kazi ya uvuvi ambao Yesu alikuwa anawaitia wanafunzi ama anafikia sisi wa Kristo wa siku ya leo. Ningetaka tusome katika kitabu cha Mathayo 4 fungu la 17. Nasema Tokea wakati huo Yesu akaanza kuhubiri na kusema Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Samahani, Yohana naye alikuwa akihubiri tubuni kwa nini? Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa hivyo Yesu hakubadili ile sheria, hakubadili mahubiri ya Yohana Mbatizaji. Kila tu ilikuwa tofauti ya Yesu na Yohana ni kwamba Yohana alikuwa andaye mapito kwa ajili ya Yesu. Na Yesu mwenyewe ashafika ambaye anahubiri ile injili tubuni kwa sababu ufalme wa mbinguni umewadia. Endelea kusoma. Naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya. Yesu alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, akaona ndugu wawili. Simeoni aitwaye Petro. Simon ama ukimuita Peter. Na Andrea na Andrea nduguye. Ameona Simon na Andrea ndugu yake akawaambia wakitupa njiferi baharini kwa maana walikuwa wavuvi. Endelea kusoma. Akawaambia nifuateni. Nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Hebu acha pale kidogo alafu endelea kusoma baadaye. Kwa hivyo Yesu anakuta hao ndugu wawili brothers walikuwa Andrea na Petro. Anawaambia walikuwa wavuvi, anawapata wakivua, anawaambia nifuateni na mimi nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Sasa tuone tofauti ya kile ambacho nilikuwa nakuambia kwamba wanafunzi hawakumfuatia Yesu kwa sababu ya ahadi yote ambayo aliwapatia mwanzo akiwaambia. Aliwaambia tu nifuateni, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Endelea kusoma. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata Yesu. Wachia pale. Kwa hivyo kuna hawa wanafunzi wawili, hao ndio wanafunzi wa kwanza Yesu aliita, Petro na Andrea. John, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Hiyo tu ndio mwito. Hapo saba. Sasa ndio tuangalie ile tofauti ya wanafunzi na yule mtu ambaye amekuja kwa uoga kanisani. Ama yule mtu amekuja na kitendo, amekuja tu kwa sababu kuna uzima wa milele kanisani ama kuna ahadi nyingi ambazo Yesu ameweza kupeana. Na ningependa tuangalie katika vitabu za Roho ya Unabii, tuangalia kama vitabu kama 3, tutakuwa nikitafsiri ili tukaweze kuelewana. Nikisoma katika kitabu cha CHS 72 paragraph 5. CHS 72 paragraph 5. Tutakuwa nikitafsiri. Tunasema hivi, in our churches let companies be formed for service. Hello, wapi saba? Inaambia katika kanisa yetu vikundi vitengenezwe kwa ajili ya huduma. Hello. Yaani watu unakaa vile tumekusanyika hapa kikundi. Bila wamama, unaona wamama wanafanya vikundi vya wamama. Anasema katika makanisa yetu. Hivyo unafanya vikundi vya wamama, ufanyike sasa vikundi vya huduma.
Hello. Happy Sabbath. Haya si mwaito katika hii kazi ya huduma. Anasema tumeitwa kwa hii kazi ya kufanya huduma. Anasema hivi, let different ones unite in labor as fishers of men. Hello. Tunasikizana? Let different ones unite in labor as fishers of men. Anasema watu tofauti tofauti waweze kuunganika katika hii kazi kama wavuvi wa watu. Let them seek to gather souls from the corruption of the world into the serving purity of Christ's love. Watu wengi wanajaribu kutafuta roho ambazo ziko katika michafuko ya ufisadi wa dunia, ziweze kuja katika uokovu ama utakatifu ambao inaletwa na Kristo. So nikizungumzia kuhusiana na hili swala la kuvua watu. Kuna mvuvi, kuna samaki na kuna mahali wanavuliwa. Tuko pamoja? Kwa wale samaki ambao wanavuliwa, kuna watu ambao tunaambiwa wako katika dunia yenye mchafuko ama katika kufisadi wa dunia. Na hao ndio tunaambiwa tuwakusanye ili waingie katika utakatifu ambao uko katika upendo wa Yesu. Na hicho ndicho wanafunzi waliitiwa. Na kama kuna kingine tofauti na kile na hicho, basi hicho hakijaitiwa kama kanisa. Hello. Tuko pamoja? Nasema hivi, the Church of Christ on earth was organized for missionary purposes. Kanisa la Mungu duniani lilitengenezwa kwa ajili ya kazi ya mahubiri. Tuko pamoja? Keti kijana. Kuna kamera pale. Inasema kwa ajili, inasema hivi, kanisa la Kristo liliundwa tu kwa sababu ya kazi ya missionary. Ndio kazi kanisa limeundwa kufanya. Inasema hivi, and the Lord desires to be the entire church. Tusikize kama mtu mmoja. The Lord desires to see the entire church devising ways and means whereby high and low, rich and poor may hear the message of truth. Anasema kanisa la Mungu limeundwa kwa kazi ya missionary. Kwa hivyo anasema Mungu angetamani ama Mungu anapenda sana wakati anaona kanisa linajaribu kuunda njia tofauti tofauti za kuwafikia watu wakubwa, watu wadogo, watu matajiri na watu maskini. Hiyo ndio kazi Mungu ameita. Na kama kuna kumfurahisha, hiyo ndio anataka. Watu wale wenye pesa, wenye hawana, wenye ni wakubwa, wenye ni wadogo, wasikie ujumbe wa kweli. Hiyo ndio kazi kanisa limefanya nini? Limeitwa. Na ndio maana tumeitwa kuwa kama wanafunzi. If there is a large number in the church, let the members be formed into small companies to work not only for the church members but for unbelievers. Tunaambia kama kanisa ni kubwa na yale makanisa yako na washiriki wengi, yagawanishwe vikundi vidogo vidogo, na hivyo vikundi vikashughulikie si washiriki tu, bali hata wale watu wasioamini kanisa. Anielewa? Hii ndio kazi Paulo, hii ndio kazi Petro na Andrea waliitiwa, na ndio kanisa limeitiwa siku hizi. If in one place there are only 2 or 3 who know the truth, let them form themselves into a band of workers. Kama kuna sehemu ni mtu mmoja ama wawili ndio wanajua ukweli, wacha hao wawili wajiunganishe kwa kweli, kama ni kakundi ka kufanya hiyo kazi ya mahubiri. Hello. Kwa hivyo tukitembelea wale tunatembelea, si unatembelea washiriki wakati tu umeunganika kama washiriki wa kanisa. Kiunganika mimi yule naenda kutembelea yule kwa sababu aliko. Asema kwa hiyo kakundi sasa mmeunda. Si mmetembelea huyo aliko? Mkimaliza huyo aliko, nendeni hata kwa yule sasa asiamini. Ili umvurute mmoja kanisani. Kwani ukienda kuvua samaki kuna yule unataka tu ndio unataka kuvua. Unavua wote. Na kwa hivyo hiyo ndio kazi wa Kristo tumeitwa tufanye. Naweza pia kuangalia katika kitabu kingine tofauti na hiyo CHS. Nisome kitabu ya CH 3:17 paragraph 1 na 2. Councils on Earth. Ndio kitabu cha CH. Councils on Earth paragraph 1. 3:17 paragraph 1 yasema hivi. And Jesus walking by the sea,
hiyo hapo chini inaendelea stanza 1 hiyo chapter nini hiyo paragraph ya kwanza inaelezea ile hadithi tu vile iko kwa Biblia. Yaani stanza 2 inasema hivi, these humble fishermen were Christ's first disciples. Hao wanafunzi ambao walikuwa ni maskini kina Petro, hao ndio walikuwa ni wanafunzi wa kwanza wa Yesu. He did not say that they were to receive a certain sum for their services. Tusikizane. Hakuambia mtapokea chochote kwa sababu ile kazi mnaenda kufanya. Hakuambia hicho. Hao ndio ni maskini. Unajua unaona ukasema mtu ambaye anafuata Kristo ni mtu amejitosheleza sasa wakati hapa nao tu ni kutafuta Mungu. Hapana, hao watu ni maskini, ndio wana mahitaji kama wale watu wengine. Lakini hao ni wanafunzi wa kwanza wanawamfuata. Hawajaambia tutakulipa hata kama pete au tumekulipa 500 kwa siku. Wamemfuata tu. Sema if they were to share with him a self-denial and sacrifices. Watu ni maskini, kabla waambiwa watalipwa pesa, waliambiwa kile ambacho watalipwa ni kunjikana nafsi na kujitolea sana. Hello. Si kwamba hawana kazi. Wanazo. Lakini kila kitu wameitiwa na Yesu, mshahara wao ni wanjikane nafsi na kujitolea sana kwa wingi ili wafanye kazi yake. Nitasoma hiyo another kitabu kingine tofauti na hicho. So tumeona tofauti kile ambacho Yesu aliwaitia. Hakikuwa na ahadi ya zawadi. Hapana. Ilikuwa tu ni mjifunza mjitolea kwangu. Hao mengine alikuja kuambia baadaye. Hiyo sasa kazi ya uvuvi kwa watu. Katika kitabu cha CT 548 paragraph number 1 tutasoma pale. Counsels for teachers. Counsels for teachers ama ushauri ambao unatolewa kwa unabii kwa walimu. Inasema hivi, students. Ni sasa ni sisi wanafunzi ama wanafunzi wa Biblia. Sikiza, mnaambiwa nini? Go out into the highways and the hedges, endeavor to reach the higher as well as the lower classes. Mnaambiwa nyinyi wanafunzi, enendeni mijini. Mkawafikia mahali kuna watu wengi. Mkawafikia wadogo kwa wakubwa. Hello. Kwa hivyo si lazima kwamba mahubiri ni kanisani ndani. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Sasa hizo tunahubiri Sabato ngapi hapa ndani ya biashara? Tunahubiri Sabato mingi hapa ndani ya kanisa. Lakini bado zaidi ya hiyo kanisa tunaambiwa tutoke twende huko mijini. Mwende huko Kutus. Mwende huko mwende Kirugaya, mwende Karia, mwende huko kwingine. Mkawatafute watu wadogo kwa wakubwa. Anasema hivi, enter the homes of the rich as well as the poor. And as you have opportunity ask, would you be pleased to have us sing some gospel hymns? Kuna wale sasa wanauliza tukienda kwa tutaanza aje? Hata nimeenda nimegonga mlango wenyewe. Nimekaribishwa. Itaanza aje? Anasema hivi, nendeni mkabishe milango ya matajiri na pia mkabishe milango ya maskini. Hello. Msiulize kuna umbwa, kwa tajiri kuna umbwa ama geti lilikuwa tutaingia wapi? Bisha tu. Si hakuna mahali utaenda ubishe geti wakatae kufungua. Bisha geti ukifunguliwa, muulize kile unashinda kile utaanza kumuuliza, sisi ni wa Kristo. Ungefurahia kama tuimbe nyimbo pamoja, nyimbo za Kikristo pamoja na wewe. Hello. Sikubali mtaanza kuimba. Kwa hiyo nataka yakataa wewe kazi yako umekamilisha. Nasema hivi, jiulize hivyo. Then as a heart are softened, they may open for you to offer a few words of prayer for the blessing of God. Wakati ambapo unamwambia tuimbe ile nyimbo, mkiimba nyimbo roho yake inazidi sasa kuwa rahisi, kuwa nyepesi. Na huwa wengi hata watakubali hata kusikiza angalau maandiko 2 ama 3 na mfanye maombi ili kufungulia mibaraka ya Kristo. Na hivyo kwa hiyo siku hata kama mkisoma mafungu 2, Mungu anakupenda, Mungu angekuhitaji wewe katika kazi yake. Na baadaye umwambie muombe na uombe Mungu abariki hata hiyo familia. Umwambie pia ukikuwa na maswali unaweza ukatuita tukakujibu. Na ukihitaji fundisho tusome kitu kama fulani tunaweza tukakuja tukasoma na tukakufundisha. Na hivyo wewe mbona unaweza ukafunguka siku nyingine ukuta na kuambia njoo tuhubirie ama njoo unifundishe hiki, sielewi unabii,
sielewi kuhusiana na hekalu, nakuja kumfundisha somo lile, na kwa hivyo utazidi kumvutia karibu. Hata akishikwa tu na nyimbo, anaweza akasikiza nyimbo, na nyimbo hizo nyimbo kuna injili, na hiyo injili inaweza mvutia hiyo injili yako kuielewa kwa hiyo wimbo, akuje kutafuta sasa ukweli kuhusiana hiyo injili, amesikia nusu kwa hiyo wimbo, kwa ukamilifu inakuwa aje, na hivyo utampata amekuja katika zizi la Yesu. Happy Sabbath. Nenda sema hivi, not many will refuse to listen. Such ministers genuine missionary work. Si watu wengi watakataa kusikiza. Na kazi kama hiyo ndio umefanya kazi ya missionary wa ukweli. Mumeenda tu pale, hamna hamna hata speaker. Mmoja tu mkabisha, ndugu uko aje? Niko salama. Sisi ni Wakristo, tumetoka katika kanisa la Kiadventista. Tungepata tu kama muda kidogo tuimbe na rai kidogo. Tuwakwambie, hasa tuweze imba kidogo. Muulize sasa tukiimba hapo, sio sasa tukasoma wafungu kama 2-3. Angalau tupate kama mwangaza alafu tuondoke. Mnasoma, na kuna wengi yule atakwambia hata tusome sasa lesson nzuri unieleze hapa na hapa sielewi. Na hiyo kazi Mungu atazidi kukubariki kama utazidi kufanya kazi kama hiyo. Naendelea kusema hivi. Students, educate yourself to speak in the language of Canaan. Maranatha. Wale watu wengi tumeitwa tunatazamia mji gani? Mji wa Kanaani. Lakini tunaambiwa sasa tukiwa hapa duniani tujifunze kuzungumza lugha ya wapi? Lugha ya Kanaani. Sasa hii lugha ya Kanaani wanafunzi tunajifunza aje kuongea lugha ya Kanaani? Sema hivi, put away all foolish talking and jesting, all foolish amusement. Anasema wekeni mbali kila mazungumzo ya ujinga. Mazungumzo yasio na faida. Mafundisho ya uchafu. Yawekeni kando. Hii ndio lugha hasa ya Kanaani. Kwanza tuweke hapo kwanza kwa sababu hiyo lugha haiko huko. Hiyo mambo chafu na mambo yasio na maana misamii hawana hiyo. Hiyo iko katika lugha ya Kanaani. Badala kusema hivi, jesting ni kiburi. Wewe mara umeanza kujiringaringa huko, mimi nafahamu najua nini niko na nini. Hiyo mazungumzo ya kiburi, badala yake jifunze kuwa mpole. All foolish amusement. Zile mambo ambazo watu wanafurahia ama wanaita ni sherehe, hizo ambazo kufurahia, hizo tunasema ni kujibamba. Hizo kujibamba kwenye hakuna faida. Ambao unaita kwa maandiko yanaita ni upumbavu, foolish amusement. Ama maneno ya upumbavu au mazungumzo ya upumbavu. Ama hizo kujifurahisha ya upumbavu, wachana nayo. Kama unataka kuingia katika mji wa Kanaani. Hello. Bado wanafunzi wanajifunza hasa kuingia mji wa Kanaani. Si tunasema we are marching to Zion, ama tunaenenda Zayuni. Hatuenendi Zayuni kama hatujui lugha ya huko. Kwa maana ni kama usitoke hapo ni mguu kasikia watu wanaongea Kinandi. Utaielewa. Sasa lazima sasa hii Kinandi jifunze kwanza alafu uende huko. Ama kama kuna Kiswahili mtaongea. Sasa miguu nao lugha inazungumzwa Kanaani, ni lugha ya Kanaani. Ndio, na lugha ya Kanaani ndio hiyo sasa. Naendelea kusema hivi. By faith, grasp God's promises and determine that we will be Christians here below while preparing for translation. Anasema hivi, sisi tujifundishe ama tushike sana kwa imani. Tushike zile ahadi Mungu ametoa. Hello. Nisikia siku nyingine Njero akisema hapa, ni ahadi gani unajua unaweza kumdai Mungu? Kweli. Ahadi Mungu ameweka ahadi nyingi katika maandiko. Hata hizo ahadi ndio unaambiwa kwa imani zishike vizuri. Na kwa hizo imani sasa anza kumdai Mungu. Kwa maana unaona hapa duniani unahitaji fedha, unahitaji vitu za kutumia. Mungu aliahidi wana wa Israeli na watu watakaomwamini, nitawalisha katika urithi wa Yakobo baba yenu. Shika hiyo ahadi. Mungu alisema atanitulisha kutoka kwa urithi wa Yakobo baba yetu. Wakati unaomba piga magoti. Mwambie Mungu uliahidi kwamba utatulisha katika urithi wa Yakobo baba yetu. Na mimi ninahitaji. Je, si unilisha kutoka kwa huo urithi? Hello. Na ukweli Mungu anajua niliahidi huo urithi. Na kama utakuwa mwaminifu, hautawahi kosa. Kwa maana urithi aliyomwahidi ni mkubwa sana. Kweli ama si kweli? Mungu akaahidi kuna nchi mpya, kuna mbingu mpya.
Lakini unaambiwa sasa shika. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Aliahidi uzima wa milele. Ameuahidi. Ameahidi mti wa dhahabu. Sasa wewe kuwa na imani ambao kiasi kwamba wakati itafika, hasa huo wakati umefika. Wewe unamdai Mungu, sasa ule mji wa Yerusalemu uko wapi? Na utamani kuuona. Ndio Yesu anasema anakuja. Ulituahidi utarudi. Yesu ulituahidi utarudi. Utarudi lini? Kwa maana kwamba tumekuamini. Utarudi lini? Hiyo siku utarudi ni lini? Sasa uzishike hizo ahadi za Mungu, sasa uanze kumdai. Kwa sababu sasa umekuwa Mkristo, umeanza kumuelewa Mungu kile anachozungumza. Ndio kusema hivi, if you strip yourself of every hindrance to progress in the Christian life, your minds will be worked by the Holy Spirit and will become fishers of men. Anasema hivi, kama tukitoa katika njia kila kitu ambacho kinatuzuia tusikuwe wa Kristo. Hello. Kwa maana kuna wale watu ambao waliitwa, mmoja akasema mimi nimeoa, nina mke mgeni, acha angalau nimwangalie mke wangu. Mwingine akasema nina wazazi, hebu angalau niwaage ndugu zangu kabla ya kuondoka. Yesu aliwaambia nini? Yule ambaye atakayetia mikono yake kulima akaangalia nyuma, huyo hafai kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Hello. Ndio maana na Yesu pia akasema bado, kama unaona mkono wako wa kulia utakufanya usiingie mbinguni, heri ukate huo mkono. Uingie huko mbinguni bila mkono, utapata replacement huko mbele. Hello. Anasema kile Yesu wakati anatumia mkono, kuna vitu nyingi ambazo mtu anafanya asifanye. Ndio kila mtu ambaye unaona afanye kitu fulani, ndio anajua ni haki. Mfano unaona mtu anajua ni Sabato. Lakini unamwambia ile soko inakuanga siku ya Jumamosi, ni soko nyingine huwezi amini. Kuna mwingine anasema, leo ni siku ya Sabato, lakini nikwambie mimi nataka kufanya harusi. Na kama kuna siku watu watendi harusi vizuri, ni Sabato. Ni Jumamosi. Hapo tunaona hapo kutus. Saturday ndio tugari tunafuata na maua hivi. Siku ya Jumamosi kuna maneno. Kuna yule sasa naye anaona kwa siku moja anatafuta kama niimbisha kama 5,000 au 10,000. Alafu kwa hizi siku 6 nisingishe kitu, hii siku ya Saturday nisingishe kitu. Nasema wewe acha nikatafuta. So ndio maana Mungu anasema kitu chochote ambacho kinakuzuia usiingie mbinguni, kitoe katika njia yako, na kutoka hapo Roho ataanza kukutumia. Tunaelewana? Kutoka hapo Roho wa Mungu ataanza kukutumia, na hapo mtaweza kuwa wavuvi wa watu. Endelea kusema hivi, the salvation of God will go forth from you as a lamp that burneth. Nasema wokovu wa Mungu utatoka kwako ni kama taa ing'aare inayoweza kuokoa. Hello. Mbinguni kuna watu watakuwa na tutapikwa taji. Kwani ama si kweli? Lakini ikielezwa kulingana na unabii unaeleza kwamba kuna watu katika taji zao kutakuwa na nyota nyingi sana. Na kuna mtu atakuwa na taji tu. Hello. Na kuna mwenye atakuwa na taji na nyota chache. Kwa nini? Kwa sababu kwa ile kazi unayofanya ya kuokoa. Na watu watakuwa wameridhika. Lakini yule ambaye ameokoa watu wengi, Mungu katika ile taji yake anamwekea nyota tajini. Si mnaimba hapa kila wimbo mnaimba zitakupa nyota tajini. Si mnauliza kama tajini mama utakuwa na nyota? Hizo nyota kama unazipata ni zinapatikana katika hii kazi ya uvuvi. Kuna mtu sahihi akisimama, jiulize tu hiyo siku zote umekuwa katika kanisa. Kuna mtu hata mmoja anaweza akasimama akasema isipokuwa ni nani alihubiri ile siku. Ile siku ile si tabia ya Warudu ama yale maneno wanahubiri. Ama vile wananga kinienenda, singeingia katika kanisa na nikaokoka. Kama hakuna basi siku kazi ipo mbele. Kwa maana kila wakati kuna mtu unang'aria na unamvuta anaingia katika kanisa.
Ama hata kama hataingia katika kanisa hili, kwingine atamwamini Mungu na atakwenda huko. Na akienda huko ataishi kumwamini Mungu na mbinguni atakuwepo. Hiyo umepata taji, umepata nyota katika taji. Hello. So tujiulize, je, zitakuwa hizo nyota tuliuliza kama kwa hivyo zitakuwa nyota tajini? Zinatoka wapi? Kazi ya nini? Ya uvuvi. Hiyo hao ni fisherman ndio wanapata hizo nyota. Naendelea kusema hivi, if your own heart are filled with light from above, wherever you may be, you will shine light upon others. Kwanza kama roho yako imejawa na mwangaza, utaenda utaangazia wale watu wengine. Hello. Nanielewa? Hata ukikuwa na taa ukaizima, itamulikia watu? Hapana. Mshumaa ndio unaweza kutumia mshumaa kuwasha ule mshumaa mwingine. Si ndio? Alafu ukazima mshumaa wako, utawasha ule mwingine. Sasa katika hii kazi ya uvuvi ndivyo ilivyo kama mshumaa. Kama ukimwamini Mungu na ukweli utoe kila kitu ambacho kinaweza kikakuzuia usikuwe katika huduma ya Mungu, utakuwa ni kama mshumaa na roho wa Mungu atakung'aria. Kwa hivyo mshumaa wako unawaka. Na kwa hivyo utaweza kuwasha ile mishumaa mingine. Hapo utaweza kuangalia watu wengine na kuwagawia ule mwanga ulio ndani yako. Unaelewana? Kwa hivyo sasa katika nilisema Ukristo inapaswa kuwa Ukristo kwa practical life. Si kifika pale unaanza kuchokozana na Brayo pale kidogo. Unaanza kumwambia nikiweka Ukristo kidogo chini. Yaani hapo unamwambia, unaanza kumwambia mimi si kama Jamleko wenye wapiganange tu wanaamini maandiko. Mimi kwanza nitakurarua alafu nitarudi kutubu. Sasa wewe unamrarua alafu urudi ukatubu. Tabia yako imevutia nani kuja kwa Kristo? Hata hapa kazi yetu tunafanya hivi. Tunapata dhambi kama vijana. Vijana anaenda anaoa, anapanga kuoa, alafu akioa anapanga harusi mwenyewe. Hiyo ni kama anapanga harusi akiwa na watoto, yani ana familia, alafu anakuja kufanya nini? Hiyo ni kama sasa uone ile kizazi hiyo kama ni kuabudu. Bana katika kanisa ile kizazi unaambiwa katika kanisa. Tuanze kujifunza. Like kanisa inapaswa ikuwe kama ile inaanza kwa shule for example. Nielewa. Hata kama ukifunza wanafunzi hesabu. Unaambia maswali kama 5. Alafu unamwambia for example unafanya moja. Hiyo moja ndio inaonyesha na formula ya kufanya zile zingine zote hizo. Nielewa? So hiyo formula inapaswa kuwa kanisa la Mungu. Hello. Like sasa hiyo formula ile for example muonyeshe wewe. Na alafu kama ndio tukatai ndio kuna wale ambao wanapenda. Hello. Kwa wale watu ambao wataingia mbinguni. Wengi wao ni watu ambao walikuwa failures katika ulimwengu. Hello. Nikwambia Yesu aliitwa mwana wa nani? Kwa Mungu. Duniani aliitwa mwana wa nani? Wa Adamu. Aliitwa mwana wa Daudi. Shukrani. Yesu aliitwa mwana wa nani? Mwana wa Daudi. Usisahau Daudi atakuwa mbinguni. Hello. Lakini Daudi ndiye alioa Bathsheba. Na kutoka kwa uzao wa huyu Bathsheba Yesu alizaliwa. Hello. Yesu, alafu kuna Rahabu, mtumika Rahabu yule kahaba. Ambaye aliwaficha majasusi wa Israeli. Yesu bado ni wa damu ya Rahabu. Hello. Yusufu ambaye anaambia ni baba yake Yesu. Ama Daudi ni wa uzao wa Rahabu yule kahaba aliyewaficha majasusi wa Israeli. Ndio nitakuja kufundisha siku nyingine. Huyo. Unanielewa? Wapi saba? Tunaelewana? Nebukadneza, mfalme wa Babeli, aliochonga dhahabu
kuwa mfano wa Mungu, usiabudiwe Mungu mwingine isipokuwa dhahabu yake. Alikula nyasi pia miaka 7. Aliwarusha aliwatesa kina Danieli na wale wengine. Nebukadneza utampata mbinguni. Daudi cha Danieli kikiisha kinaisha Nebukadneza akiwa nini? Nebukadneza baada ya kula nyasi, usisahau aliamka katika ufalme tena. Na maisha ya mwisho ya Nebukadneza haikuwa ule ufidhuli wa kwanza. Maisha ya mwisho ya Nebukadneza ilikuwa akisema aimidiwe Mungu wa mbinguni. Hello? Historia ya Nebukadneza inaisha akisema aimidiwe Mungu wa mbinguni. Mungu wanaomwabudu kina Danieli. Usikuwe na Mungu mwingine isipokuwa huyo. Hello? Ndio maana kwambia ukiona kanisani, hatukatai watu wana makosa kanisani. Hello, tunaelewana? Lakini unapoenda kungalia yule mwingine, jifunze na haya kujirekebisha wewe mwenyewe. Kwa hivyo hata ukipata dhambi, bora ufanye kama Daudi. Wale ukifanya dhambi, Daudi kile ambacho kinamuokoa. Ukisoma Daudi 51. Bwana, Daudi anakuja kumuomba Bwana, uniumbie moyo safi, unifanyie roho iliyotulia ndani yangu. Kwa maana nimeyajua mimi makosa yangu, na dhambi yangu imo daima mbele yangu. Anamwambia, tazama mimi niliumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu alinichukua mimba hatiani. Hiyo ni toba ya Daudi. Katika kitabu cha Zaburi. Daudi anakuja kutubu sana. Na anakuja kulia kwanza kuhusiana yule mwanamke Bathsheba. Anamuuliza, anafanya alie sana. Kwa sababu yule mtoto alikuwa kwanza aliambiwa atakufa. Danieli akamulilia Mungu sana. Daudi akamulilia Mungu sana kuhusiana na yule mtoto. Lakini akaambiwa neno la Mungu ni hakika. Huyo mtoto atakufa. Wakati alikufa Daudi alilia sana. Na kutoka hapo Daudi alianza kuona nimemuua Uria. Mtu asiye na hatia. Nimemchukua mkewe. Bado anaona haya yote nimefanya, lakini nimemchukiza Mungu wa mbinguni. Anarudi wapi? Kwa toba. Hello. Hello. Katika hii kazi ya uvuvi kuna panda, kuna shuka. Pia Petro ambaye alikuwa ni mwanafunzi mpendwa wa Yesu, ndiye aliyemkana Yesu mwenyewe. Lakini baada ya kumkana Yesu jogoo kuwika, Petro anagundua kumbe kwani nimemkana Mwokozi. Anarudi kulia. Anamwambia Bwana unisamehe. Hiyo ndio tabia nini ya Mkristo. Na ile kitu tunaambia Mkristo katika toba, unaambia ukwe humble. Yaani kuwa mpole, kiasi cha kwamba unaweza ukaomba msamaha hata bila kukosea. Unaweza kuomba msamaha bila kukosea. Hello. Na ukikosa kufanya hivyo unasema hapo si shida hivyo. Kuona hujafanya dhambi. Unajua ukianza kuona niko perfect ama niko sawa. Jua hapo penye unaona uko sawa. Una kasoro kubwa. Ukiona mtu anaanza kufeel niko very comfortable, jua mtu ako na shida. Niko na shida ambayo ikilipuka itamwangamiza. Mtu inapaswa unukuu ukiona ukweli mimi niko na dhambi, nina makosa na sijafanya kitu sahihi. Kila siku jifunze kutubu. Na angalia ndio ukiwa unaishi na rafiki zako. Mimi naishi na ndugu zangu ndio wachokozi. Samahani kwa kusema. Lakini mtakosana kila wakati, mmezozana nyumbani na mmekosana. Lakini nafika mahali tu nikajifunza kusema nini. Okay, nilifika mahali mama yangu akaniuliza hiyo hadithi, nikamwambia mama, mimi sina shida, mimi ndio mdogo wako. Nakubali makosa yangu. Nikamwambia wanisamehe. Kwa kweli ndio kuuliza makosa yangu mimi sijui. Lakini tu wakati nilifanya hivyo tu yani. Hello. Yaani ukiona mtu roho amekazania tu wewe ndio umenikosea, mimi ndio nimekukosea, wewe ndio umenikosea, mimi ndio nimekosea. Wewe muombe msamaha yaishi. Hiyo ndio tabia, huo ndio Mkristo tunahitaji katika hii safari. Yaani una ile ya kushikanisha eti tulikosana na nini miaka 2, tumekosana na Warudhu, tulikosana na Warudhu last year. Sasa hatusalimianani. Hata hatupungiani. Hiyo si Ukristo. Hello. Sasa nataka tuangalie kitu kingine ambacho tunaambiwa. Tunataka kuangalia kitu kingine ambacho tunaambiwa katika kitabu cha Desire of Ages. Nasoma mafungu mawili alafu nimalizie. Kitabu cha Desire of Ages kama tumaini la vizazi vyote. 249 paragraph 4.
Desire of Ages 249 paragraph number 4 inasema hivi. They were humble. Sasa nikielezea tabia ya wanafunzi ambao ndio tabia ya hawa wavuvi ambao umeitwa kuwa. They were humble and unlearned men. Tuseme zangu Yesu alichagua. Kesho usilale. Tuseme Yesu hakuchagua na watu ambao wamesoma sana. Ukasoma hii usije ukasema hii jili ni wanafunzi wa university. Hello. Ama ni hawa majinsi wamesoma. Anasema they were humble and unlearned men. Ni watu ambao walikuwa wanyenyekevu na maskini. Na walikuwa ni watu ambao hawakusoma. Those fishers of Galilee, but Christ, the light of the world, was abundantly able to qualify them for the position for which he had chosen them. Anasema hivi, walikuwa ni watu maskini, watu wasiosoma, lakini Yesu ambao ni mwanga wa ulimwengu, alirekebisha zile kasoro zao eti hawajasoma nini na ikawafanya kwamba wanatoshea katika ufalme wa mbinguni. Amen. Kwa hivyo Yesu hahitaji mtu complete. Eti uko na talenti zote, uko na education, uko na pesa, alafu kuja hasa kwa injili. Hapana. Hao wenye wako na mapungufu, utukufu wake unamtosha, unawatosha. Hello. Ndio maana kitu tunaambia mtu aende akangaza hata mwanga kidogo akaona inasema hivi. The Savior did not despise education. Wale wamesoma sasa, sikizeni. The Savior did not despise education. For when controlled by the love of God and devoted to his service, intellectual culture is a blessing. Si kwamba Yesu alipingana sana na masomo. Hapana. Lakini anasema masomo yakitumika kwa njia inayofaa ni mbaraka kubwa sana. Hello. Lakini una mtu anasoma, kazi yake anatengeneza magonjwa. Leo mtu anafanya mambo mzuri. Kwa mtu anafanya hivi anatengeneza sumu ya kuulia mtu. Hello. Kuna mtu mwingine ako na masomo lakini hayo masomo ndiye atatumia kuconvince huyu mwingine. Unatumia masomo unamchanganya hiyo akili, unampoteza kwa Mungu. Yaani unajaribu kutumia masomo yako kumchanganya aone kama Mungu hana faida. Na kwa sababu uko na elimu nzuri na uko na akili mingi, unamchanganya mpaka unaona amepotea. Hiyo ni laana hata ukiwa umesoma. Haikufaidi, ndio ungeenda shule. Nasema hivi, but he passed by the wise men of his time. Nasikiza? Because they were so self-confident that they could not sympathize with suffering humanity. Aliwapita wale watu walikuwa na hekima sana katika nyakati zake. Kwa nini? Kwa sababu watu walikuwa wameishi wako na confidence. Umekuta mtu yani anajiamini kabisa. Hiyo ndio ilikuwa hasa na Masadukayo na Mafarisayo. Wananiamini sana kiasi cha kwamba hawezi wakaingia katika ule ubinadamu. Yesu analeta ubinadamu wa mateso. Sasa hiyo ndio waambie mtu hapa ni profesa. Umwambie sasa tuliko tukahubiri na tutatandikwa. Ukihubiri kwa atakataa kweli tutapigwa. Profesa akufuata my friend. Habia acha vituko. Ndio maana Yesu amechagua hao ndio wanajua ni wapole. Tukienda huko unaona Petro anaenda anapigwa. Paulo anaenda anafungwa jela. Lakini Paulo bado anawaambia mimi sionei haya injili. Kwa maana ni nini? Ndio inaleta wokovu. Anaambia mimi sionei hata nikifungwa nipigwe. Wanaenda anapigwa kwa maana yeye hana shida. Kwa maana hiyo ndio inaleta wokovu. Hiyo ndio ambacho wale watu hawangekubali. Nasema hivi, and become collaborators with the man of Nazareth. In the ambiguity, they is called to be taught by Christ. Unaona? Kwa sababu ile kile kiburi chao wamesoma, ndio maana walikataa kufundishwa na nani? Na Yesu. Kwa sababu Yesu hajasoma, Yesu hakuendelea shule hakusoma, wakakataa kufundisha. Huyu ni mwalimu mkuu, ndiye mwana wa Mungu. Pawasi ako nazo, si za kwenda shule. Kutoka kwa Mungu Baba amempatia. Lakini wakamkataa. Nasema hivi, the Lord Jesus seek the cooperation of those who will become unobstructed channels for the communication of His grace. The first thing to be learned by how we become workers together with God is the lesson of self-distrust. Then they are prepared to have imparted to them the character of Christ. This is not to be gained through education in the most scientific schools. It is the fruit of wisdom that is obtained from the divine teacher alone. Anasema hivi, kile ambacho wanahitaji sisi kama wale tunaofanyia kazi kusoma ni tabia ya kutojiamini. Hello. Ukijifunza tabia ya kutojiamini, uanze kumwamini Yesu. Uanze kumwambia sasa mimi sijui, nifundishe. Hello.
Sio ukiingia hapo unajiamini sana unapigana. Hiyo naambia najua hiyo ndio msituhubirie. Hapana. Tunahitaji yule ambaye anajua sijui vizuri. Nieleze. Nifundishe. Huyo ndiye mwanafunzi wa nani? Huyo ndiye mwanafunzi wa Yesu. Na wakati anasema hiyo nayo tabia hiyo ya kutojiamini na kuamini kufunzwa na Yesu haipatikani kwa shule kubwa za sayansi. Hello. Hata wewe usome masters ngapi za science, hazitakufundisha huo unyenyekevu. Huo unyenyekevu unaweza kupatikana kutoka kwa huyu mwalimu mkuu pekee yake ambaye ni Yesu. Hello. Tuko together. Sasa hiyo ndio tabia hiyo ndio wanafunzi wa Yesu tunahitajika kuwa katika hii kazi ya uvuvi. Na itamaliza na kitabu cha Education. Ambayo tutajifundisha ni nini na tufundisha katika Education 85 paragraph 2. Tujifundisha kuhusiana na hii kazi ya uvuvi. Tukimaliza the first pupils ni wanafunzi wa primary, ndio? The first pupils of Jesus were chosen from the ranks of the common people. Hao wanafunzi wa Yesu walichaguliwa tu kutoka kwa watu wa kawaida hivi. Hello. Tuseme Yesu atakuja kuchagua wale watu wako na class ya juu. Hapana. Kahitaji wale watu wana kiburi. Anasema hivi, they were humble and enlightened men, these fishers of Galilee. Men are schooled in the learning and the customs of the rabbis, but trained by the stern disciple of toil and hardship. Ni watu ambao hapo wamefundishwa katika shule za manabii ama shule ambazo zilikuwa zinasoma katika nyakati zile. Lakini walikuwa wamejifunza kwa kutafuta kwa jasho. Na wamejifunza kupitia hali ngumu sana. Ndio wanafunzi wa Yesu walikuwa wamejifunza. They were men of native ability and of teachable spirit. Ni watu ambao walikuwa na uwezo kidogo, lakini walikuwa na roho ya kufunzika. Ukiwafunza wanakubali na wanaelewa vizuri na wanashika. Hiyo ndio Yesu. Men who could be instructed and molded for the Savior's work. Watu ambao wangeweza kupewa njia ya kuenenda, waambiwe nendeni hivi. Na Yesu awaunde, awafinyange. Ndio maana tunasema Mungu ni ufinyanzi. Angewafinyanga katika ile njia ambayo angetaka. In the common walks of life there is many a toiler patiently bending to round off his daily task, unconscious of latent powers that rouse to action, would place him among the ones with leaders. Such were the men who were called by the Savior to be his collaborators, and they had the advantage of 3 years training by the greatest educator this one has ever known. Hello, amgosikia hii shoto. Inasema kupitia huu unyenyekevu wa wanafunzi. Walikuwa tu ni raia wa kawaida. Lakini walikuwa ni watu ambao wangehitaji kufundishwa sana na wangeusikiza. Watu wapole. Wamekulia tu kwa maisha ngumu. Kwa hivyo sasa ni wanyenyekevu. Kupitia tabia tu Yesu angeweza kuwafinyanga vizuri kulingana na ile kazi anataka. Na kupitia kwa huo upole tu ndio uliwafanya wakakuwa inawatosheleza kuwa wanafunzi wa Yesu miaka mingapi? 3. Kwa hivyo kwa sababu hiyo tabia tu ya upole, unyenyekevu wa moyo, walifundishwa na mwalimu ambaye ni mkuu. Na alifundisha watu wengine kwa ulimwengu tangu kizazi. Waliweza kuwafundisha miaka 3. Kwa hivyo hata tukiingia mbinguni wao watakuwa na experience tofauti. Kwa sababu wao wana experience ya kusoma kutoka kwa mwalimu mkuu. Iliani sisi tumefundishwa na wanafunzi wake. Amen. Amen. Kwa hiyo ile kazi tumeitiwa ya uvuvi inahitaji kila mtu ajitolee nafsi. Si kwamba ni rahisi. Hapana. Na maisha si rahisi ukikuwa Mkristo. Kwa sababu ukishakuwa Mkristo hapa sasa shetani anajua kukutega vizuri. Kwa sababu anataka kuangushe. Maisha inakuwa ngumu ukikuwa Mkristo kwa sababu unahitaji sasa ukue kama mwanajeshi. Ukikuwa mtu wa kawaida hauhitaji kwenda vitani. Si ndio? Kwa hivyo hujui ukali wa vita. Lakini ukikubali kusaini kwa wewe ni mwanajeshi, utakuzidi kuwa na nguvu nyingi venye utashinda vita nyingi. Si ndio? Hivyo ndivyo Mkristo alivyo. Kwa hivyo Mkristo ukikoshakuwa Mkristo una majaribu mengi na utapata kuwa nguvu nyingi katika Ukristo ukishinda majaribu mengi. Kwa pamoja. Na hiyo ndio kazi ya uvuvi tumeitiwa. Otherwise Mungu atubariki tuweze kumalizia Bible study hapa.